Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena mtazamaji wetu wa Rabta TV katika kipindi chako pendwa kabisa cha Door of Knowledge. Na leo utakuwa nami ndugu yako katika imani, Ustadhi Suleiman, nikikuletea mada adhimu kabisa inayohusu mwanamume na masharti ya mwanamume ambaye anatakiwa kuingia katika ndoa. Kama tulivyoeleza katika vipindi vilivyopita kwamba ndoa ina nguzo zake, na katika nguzo za ndoa, ya kwanza kabisa ni mwanamume, ya pili ni mwanamke, ya tatu ni wali, ya nne ni mashahidi wawili, na ya tano ama ni nguzo ya mwisho kabisa ni sighatun nikahi, maneno yale yanayotumika katika kufungisha ndoa. Mengine tumeeleza, lakini leo tutaelezea mwanamume na masharti ya mwanamume ambaye anatakiwa kuingia katika ndoa. Maulama wanawazuoni wameyaeleza masharti ya mwanamume ambaye anatakiwa kuingia katika ndoa. Kwa hivyo kabla hajaingia katika ndoa lazima yaangaliwe masharti haya. Kama yamekamilika, basi huyu mwanamume huyu anaweza kuingia katika ndoa. Lakini kama masharti haya hayajatimia, huyu mwanamume huyu hastahili na wala hawezi kuingia katika ndoa. Kwa hivyo sharti la kwanza ambalo wanawazuoni wamelisema, kwanza awe ni mwanamume. Yule muoaji awe ni mwanamume yaqiniyan, yani kiyakini kabisa awe ni mwanamume. Katika zama zetu kumeingia mtihani mkubwa, balaa kubwa. Kuna watu wanafikia hatua ya kujibadilisha mpaka jinsia, yani kutoka katika wanaume wake akaingia katika jinsia nyingine. Sasa mwanamume kama huyu ambaye ameamua kabisa yeye kujitoa katika wanamume, basi mwanamume huyu hawezi kuingia katika ndoa, nafasi ya kuingia katika ndoa hana. Kwa hivyo sharti la kwanza lazima awe mwanamume kama mwanamume, yani ni yule ambaye anaweza kusimama popote na akajitambulisha kuwa yeye ni mwanamume. La si hivyo, ikiwa tofauti na hivyo, huyu hastahiki na wala hana haki ya kuingia katika ndoa. Sharti lingine awe na utambuzi, kwa maana afikie baligh na awe na akili timamu. Kufikia baligh, wanawazuoni wameeleza kwa umri ambao mwanamume anaanza kufikia baligh ni miaka 15 na kuendelea. Kuanzia umri huu wa mwanamume, kisheria Uislamu inamhukumu huyu anaweza kuingia katika ndoa. Lakini sharti lingine, asiwe amehirimia hija wala umra, yani asiwe katika wale watu ambao tayari washahirimia hija au ashahirimia ibada ile ya umra, asiwe miongoni mwa watu hao. Sharti lingine miongoni mwa masharti ya ndoa, kusiwepo na uharamu kati yake na yule mwanamke ambaye yeye anakusudia kumuoa. Yani asiwe ndugu yake, au isiwe uharamu unatokana na yeye labda ameoa kule, au unatokana na kunyonya, au kwa namna yoyote ile. Yani asiwe ndugu yake kabisa ambao sheria imemharamishia yeye kumuoa mwanamke huyo. Lakini sharti lingine, yule mwanamume ambaye anakusudia kuoa asiwe tayari ana wanawake 4, kisha mwanamke huyu sasa anakwenda kuwa mwanamke wa 5. Sheria ya Uislamu, mwanamume anapooa, basi akishafikisha idadi ya 4, hapo ndio mwisho. Mpaka sasa muache mwingine, ndipo anaruhusiwa kuoa mwanamke mwingine. Hayo ndio masharti miongoni mwa masharti ya ndoa. Lakini sasa tuingie katika sifa. Mwanamume ambaye anatakiwa kuoa, anatakiwa kuwa na sifa gani? Au inapotokea wewe kama mzazi, amekuja mtu anataka kumuoa binti yako, ni kitu gani hasa cha msingi cha kuangalia, ama vigezo gani hasa vya msingi vya kuangalia? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anatueleza katika hadithi yake kuwa idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Kwa hivyo vigezo ama vitu vya msingi hasa vya kuangalia kwa mwanamume ambaye anataka kuja kuoa kwenu,
au kwa ndugu zako au kwa mtu yoyote yule ambaye unamfahamu, basi vigezo vya kuangalia kwa huyu mwanamume, kwanza kuangalia dini yake, ana dini. Lakini kitu kingine cha kuangalia ni tabia. Ukishajiridhisha vitu hivyo, basi muozesheni, kwa sababu hivyo ndio vigezo vikuu vya kuangalia kwa mwanamume ambaye anataka kuoa. Hivyo vitu vingine sio vya msingi sana kuviangalia. Lakini leo inatokea mwanamume anataka kuoa, lakini anaanza kuangaliwa kabila, kuangalia anatokea wapi, kuangalia anamiliki nini, kuangalia elimu yake, amesoma. Yaani ni vitu ambavyo sheria haijaviweka kwamba hivyo vitu lazima vichunguzwe ama lazima viangaliwe. Sasa ni vitu ambavyo pengine kwa sasa hivi mtu anaweza akanyimwa mke au akaambiwa sisi hatuwezi kukupa nafasi ya kukabidhi binti yetu kwa sababu hauna vigezo wala hauna hadhi ya wewe kumpata binti yetu, kwa sababu tu aidha elimu yake ni ndogo au pengine hana fani yoyote anayojua au pengine hana nafasi. Kwa hiyo kwa vigezo kama hivi sio lazima kuviangalia, lakini vya lazima hasa kuviangalia ni dini na tabia. Ikiwa tabia yake ni njema, basi mpeni binti aweze kumuoa. Sifa nyingine ya kuangalia kwa mwanamume ambaye anakuja kuoa, basi aweze kumiliki zile gharama za kumgharamikia mwanamke. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katueleza katika hadithi iliyopokelewa na Abdallah bin Mas'ud. Anasema, enyi vijana, mwenye kuweza gharama za kumgharamikia mwanamke basi na aoe. Gharama hapa za kumgharamikia mwanamke zinakusanya gharama zote. Uwezo kwa maana ya uwezo wa kimali, wa kifedha. Kama anajiridhisha kuwa anaweza, basi aingie katika ndoa. Lakini gharama nyingine, gharama za kimwili, gharama ambazo ama nafasi zile na nguvu ambazo anaweza akamkidhia ama akampatia mkewe haki zake. Kama hivyo vitu vipo kwa mwanaume huyu, basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aingie katika ndoa. Usipofanya hivyo, basi itakuwa ni uharibifu katika jamii, uharibifu katika taifa, uharibifu katika mazingira yetu. Yaani ikitokea wapo vijana ambao wanao uwezo wa kuoa lakini hawataki tu kuoa, au wapo ambao wanahitaji kuoa na vigezo vya kuoa wanavyo, kila kitu wanacho, lakini wazazi hawako tayari, wao wanavyoviangalia kiasi kwamba wale wanaume hawana. Pengine saa nyingine mahari, wanataja mahari kubwa, vijana hawana, au vigezo walivyoviweka wao wanamume hawana, japo sheria kwa vigezo ambavyo wao wanavyo inawaruhusu kabisa kuingia katika ndoa, lakini vigezo wanavyoweka mawali, wanavyoweka wazazi, wanavyoweka walezi, wale vinakuwa vipo juu zaidi yao. Kwa vitu kama hivi vinawafanya vijana wasiingie katika ndoa. Sasa huu unakuwa ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, illa mtafalu, ikiwa hamkufanya hivyo, yani uwezekano wa kumpa binti yenu yule bwana anao, kisha nyinyi mkamnyima kwa sababu zenu tu, basi itakuwa ni ufisadi katika ardhi na utakuwa ni uharibifu mkubwa sana. Kwa hivyo tuchunge sana. Sifa za kuangalia ni mbili tu, dini na tabia. Anapokuja mtu yeyote kutaka kuoa katika familia yenu, basi kitu kikubwa cha kuangalia hapo ni dini, lakini si vinginevyo. Lakini ukichunguza vitu vingine kwa undani zaidi, ama ukafanya ndio kipaumbele kwako wewe, basi itakuwa ni uharibifu, kwa sababu utamzuia mtu ambaye alikuwa na haki kabisa kuingia katika ndoa, ukamnusuru pengine asifanye machafu, wewe ukamwacha vile vile aendelee kufanya machafu. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huo utakuwa ni uharibifu mkubwa sana na ufisadi sana katika ardhi. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie vijana wote ambao wana nia na lengo la kuingia katika ndoa wafanikishe. Na nyie wazazi ama nyie wasimamizi mnaopewa nafasi ya kuwasimamia hao waolewaji, basi anapokujieni mtu, msiwe sana kuangalia maslahi ya kidunia, bali angalia dini yenu inasemaje, ili pasipatikane ufisadi, pasipatikane uharibifu katika ardhi. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.